5, 4, 3, 2, 1. Leo ilikuwa ni siku ambayo imeweka historia katika maendeleo na ustawi wa masoko ya mitaji, si tu hapa Tanzania lakini katika ukanda wa Afrika Mashariki, kwani tumeorodhesha katika soko la hisa la Dar es Salaam mfuko wa kwanza wenye uwekezaji ambao unawekeza katika kampuni ambazo zina mitaji mikubwa lakini vile vile zenye utendaji mkubwa zaidi katika masoko ya Afrika Mashariki, yaani Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda pamoja na Burundi, ambapo mfuko huu umeorodheshwa ukiwa na kiasi cha shilingi bilioni 54.03 ukilinganishwa na shilingi bilioni 10 ambazo walitaka kupata katika mauzo ya awali. Kwa hiyo mfuko huu umeweza kupata mafanikio ya 540%. Matokeo haya mazuri yametokana na sera pamoja na sheria na utendaji mzuri ambao unawekwa na serikali kupitia mamlaka ya masoko ya mitaji na dhamana, ambapo imeweza kuweka imani kubwa kwa wawekezaji wa ndani na wawekezaji wa kimataifa kuweza kushiriki katika mauzo ya mfuko huu, ambapo umekuwa na mafanikio makubwa ya kihistoria ambayo yanaendelea kuiweka Tanzania katika ramani ya kimataifa ya kuwa na bidhaa bunifu na mpya ambazo zinakidhi matakwa ya wawekezaji wa ndani na wawekezaji wa kimataifa. Sisi kama soko la hisa la Dar es Salaam, kusema kweli, tumefarijika kupata bidhaa nyingine hapa sokoni ya iTrust East Africa Large Cap ETF. Huu ni mfuko wa kuwekeza wa pamoja, lakini tofauti yake ni kwamba ni mfuko ambao umekusanya pesa kutoka kwa wawekezaji, lakini na wenyewe unawekeza kitaalamu kwenye makampuni mengine mbalimbali ambayo ni makubwa ambayo yako Afrika Mashariki. Kwa kufanya hivyo inapunguza riski ya uwekezaji kutoka kwa mtu mmoja mmoja. Badala ya wewe mwenyewe uweze kujua kwamba hii kampuni ina return ya kiasi gani, wenyewe wanakufanyia hiyo kazi kitaalamu kwenye masoko ambayo yako East Africa. Kwa hiyo wanawekeza Tanzania, wanawekeza Kenya, Rwanda na Uganda, na wewe ukiwekeza kwenye huu mfuko inamaanisha kwamba umewekeza kwenye haya masoko yote, na kwa maana hiyo wanasema kwamba umesambaza risk yako, kwamba diversify your risk kwenye market zote, na vile vile unapata return kutoka kwenye market zote. Hii ni aina ya uwekezaji ambayo inaonyesha kwamba soko letu sasa hivi limekomaa na tumeanza kupata bidhaa ambazo ni tofauti na zile ambazo tunaita traditional ambazo tumezizoea. Hii ETF ni mfuko wa pamoja ambao unakuwa na hisa mbalimbali za makampuni mbalimbali ambayo yako Afrika Mashariki. Kwa hiyo kuna makampuni ya hisa ambayo ni makubwa yanafanya vizuri Tanzania, tumechukua, tukaenda Kenya tukachukua makampuni makubwa yanayofanya vizuri, tukaenda Uganda, tukaenda na Rwanda. Alafu tukayakusanya yote kwa pamoja tukatengeneza product moja, ndio hii ETF. iTrust East African Community Large Cap Stocks ETF. Maana yake ni kwamba Mtanzania akiwa hapa Tanzania, Dar es Salaam ama sehemu yoyote, anaweza akanunua hiyo ETF. Akinunua hiyo ETF, maana yake anakuwa amenunua uwekezaji kwenye makampuni 14 ambayo yako yamesambazwa Afrika Mashariki. Hiyo ndio iTrust ETF. Kwa hiyo ukinunua hapa saizi kwa hela zako za kawaida za shilingi, unakuwa ni sawa sana umenunua kampuni ya KCB Kenya, unakuwa ni sawa sana umenunua kampuni ya Safaricom Kenya, MTN Uganda, Stanbic Bank Uganda, ama CIDB na NMB. Kwa hiyo tulichambua makampuni ambayo ni makubwa, wanasema ni large cap stocks. Kwa hiyo mwekezaji wa kawaida kwanza anapata, tunasema ni diversity, mtawanyiko. Ukinunua hisa moja kuna risk unakuwa na hiyo kampuni ikishuka, ina maana umepoteza kila kitu.
lakini ukiweka hela yako kwenye kikapu ambacho kina mayai mengi, umetawanya, riski yako inakuwa ni ndogo. Kwa hiyo mwekezaji wa kawaida ategemee kwanza diversification, lakini pia ulikuwa unapata nafasi ya wewe kuwekeza kwenye masoko ambayo ni nje ya Tanzania.